miti yetu, maisha yetu. Our trees, our life. Our trees, our life. Asante sana. Hiyo ndio salamu yetu ya kutufanya tuungane na miti. Siku ya leo nimepata furaha sana. Mkuu wa wilaya, kama unavyoona vijana wako hawa ni wachapakazi kweli kweli kuhakikisha wilaya hii ya Meru kila shule inapata miti ya kutosha. Mpaka sasa tumeshatembea kwenye shule nyingi na muhtasari ndugu Mungure atausoma kwa miti tuliyokwisha kupanda kwenye shule hizi kipindi hiki cha mvua. Na pia hatuendi na miti tu, tunaenda kutoa motisha mashuleni. Baadhi ya shule ambazo tumetembelea, nyingine tumetoa laptops, nyingine tumeahidi kila baada ya miezi mitatu kupita tunapofanya monitoring and evaluation, tutawazawadi shule hiyo printer na laptop 2 endapo watascore 80% ya ile miti kuota. Kama unavyoona mkuu wa wilaya, siku ya leo tuko na madaftari 900 na kalamu 900 na penseli 900. Tunaamini kabisa wanafunzi hawa kwa umri wenu, mkiungana na kuyathamini mazingira, nyie ndio kizazi kijacho. Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania unatoa miti bure kwa wananchi wake na katika maeneo mbalimbali ya ofisi za serikali na kadhalika. Kwa hiyo nichukue fursa hiyo kutangazia umma kwa idhini yako kwamba sisi tunaendelea kutoa miche kama jukumu letu mama, na miche hii inapatikana katika ofisi zetu. Kwa hiyo wale wanaohitaji wawasiliane nasi, waje wachukue miti, tutatoa elimu lakini tutashirikiana katika kupanda. Maeneo yanayotiliwa mkazo wakati wa upandaji miti ni kwenye vyanzo vya maji, misitu, maeneo yenye mifumo ya maji, maeneo ya wazi, vilele vya vilima, makorongo, mipaka ya mashamba, majengo ya watu binafsi, kando kando ya barabara kuu na barabara za vijijini kwa maana ya TARURA, taasisi za serikali kwa maana ya mashule, hospitali na majengo na taasisi nyingine, lakini pia mashambani kwenye makinga maji. Tunapotoa elimu ya kuhifadhi mazingira na shughuli rasmi, pia tunahakikisha wananchi wetu kuweka makinga maji kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko, sana wale watu wanaoishi kwenye kata zile zilizoko milimani. Lakini pia katika kipindi cha miaka 6 iliyopita, halmashauri rasmi na halmashauri ya wilaya Meru ilipanda miche ya miti kama ifuatavyo. Mwaka 2019-2020 tulipanda jumla ya miche milioni 1,500,000 na milioni 1,553, lakini 2021 tulipanda miche milioni 1,622,899. 21-22 mshombe rasmi tulipanda jumla ya miche milioni 1,517,713. 22-23 tulipanda jumla ya miche ya miti milioni 1,97,222. 23-24 tulipanda milioni 1,544,581. 24-25 mwaka jana tulipanda milioni 1,555,201. Na 25-26 mshombe rasmi mpaka sasa hivi tunapozungumza hapa tulipanda jumla ya miche 792,108, na bado zoezi linaendelea mshombe rasmi kama nilivyosoma awali kwamba tufikie lengo maelekezo ya serikali ya kupanda jumla ya miche ya miti milioni 1,500,000. Aidha, miche iliyopandwa msimu uliopita inaendelea vizuri, kwani watendaji wa vijiji walipewa jukumu la kulinda na mvua ziendelea kunyesha. Sasa huu ndio mpango mzuri wa kutunza mazingira. Wanafunzi hawa wakikabidhiwa miti, wakiwa wanashughulikia mti, hata anapokuwa mkubwa, akiwa kwenye majukumu kama sisi, atakuwa anakumbuka malezi ambayo ameyapata shule, malezi ya elimu, lakini pia malezi ya namna ya kuishi kama mwanadamu aliyekamilika. Naendelea kutoa rai na kuhamasisha jamii ya namna bora na mpango bora wa matumizi ya mazao ya misitu. Mtaalamu ametueleza kabla hujakata mti mmoja unapaswa kupanda miti 5. Naomba tukasimamie hili. Mungure, idara yako inahusika, lakini Mheshimiwa Diwani na viongozi wenzangu wote ngazi ya kijiji na vitongoji na kata, tunaenda tukasimamia utaratibu huu. Ndio utaratibu ambao utatupa ustawi mzuri wa kimazingira. Ndio utaratibu ambao
utaweza kuendelea kuimarisha uchumi wa maeneo yetu. Kwa nitake idara ya misitu na halmashauri kukaa chini, panga ratiba mkakati ya namna gani ya kupinga uchafuzi wa mazingira, lakini kupinga ukataji holela wa mazao ya misitu. Mazingira kwa umuhimu wake, nitaiomba kamati ya usalama katika ajenda zote ambazo tutakuwa zinajadiliwa katika kikao chetu cha kila mwezi, basi ajenda hii ya mazingira nayo ingie kama ajenda mama. Lakini pia niwaombe bonde la mto Pangani, yapo maeneo kwa shughuli zetu za kimaendeleo na kibinadamu hatufuati utaratibu, nanyi muyaainishe ili tuingie katika operation hiyo ya pamoja. Kwa hiyo niwaombe viongozi wenzangu ngazi ya kata, vijiji na vitongoji tuwe tayari kwa ajili ya kushiriki kwenye operation hii.